Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ally ameibua mjadala mzito baada ya kueleza wazi kufurahishwa kwake na kuondolewa kwa timu zote za Tanzania katika michuano ya shirikisho la soka Afrika CAF. Ahmed amesisitiza kuwa furaha yake haitokani na kuitia mabaya soka la Tanzania, bali ni kutokana na kurejea kwa heshima ya Simba ambayo kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa ikipeperusha bendera ya nchi kimataifa, hasa kwa mafanikio ya kufuzu hatua robo fainali mara kwa mara. Katika msimu huu wa mashindano ya CAF, Tanzania iliingiza jumla ya timu 4. Simba Sports Club, Young Africa Sports Club ziliwakilisha nchi kwenye ligi ya mabingwa Afrika, huku Azam Football Club na Singida Black Star zikishiriki kombe la shirikisho Afrika. Hata hivyo, timu zote zimeishia hatua ya makundi na kushindwa kutinga robo fainali. Kwa mujibu wa Ahmed, mafanikio ya Simba kufikia robo fainali katika msimu uliopita yalifanya baadhi ya watu kudharau hatua hiyo na kuiona kama jambo jepesi ambalo timu yoyote ingeweza kufikia bila maandalizi makubwa. Ameeleza kuwa safari ya kufikia robo fainali si rahisi kama ilivyoonekana, kwani kunahitaji uwekezaji, mipango madhubuti, pressure kubwa pamoja na mapambano mazito ndani na nje ya uwanja. Watu waliona kama robo fainali ni kitu cha kawaida tu wakaanza kubeza na kudhani kila timu inaweza kufika hapo kirahisi, lakini ukweli ni kwamba kuna nguvu, juhudi na magumu mengi tuliokuwa tunapitia katika kufikia hapo. Ameyasema hayo Ahmed Ally. Ameongeza kuwa licha ya Simba kuumia kwa kushindwa kuvuka hatua ya makundi msimu huu, bado wanafarijika kuona kuwa hatua waliokuwa wakifika na kubezwa sasa imeonekana si nyepesi kama ilivyodhaniwa, kama baada ya timu nyingine kushindwa kuvuka. Ahmed pia amekumbushwa kuwa Simba iliposhiriki hatua ya makundi kwa mara ya kwanza 2018 haikuishia hapo, bali ilitinga robo fainali, jambo linalodai linaonyesha udhibiti na ukubwa wa klabu hiyo katika anga la kimataifa. Heshima yetu imetukuka tukiwa hai, amesema kwa msisitizo, akimaanisha kuwa mafanikio ya Simba sasa yanatambuliwa kwa vitendo baada ya wengine kushindwa kufika viwango hivyo. Kauli hiyo imeibua mjadala miongoni mwa mashabiki wa soka nchini, baadhi wakiunga mkono kwa kauli ya kujiamini na kujivunia mafanikio, huku wengine wakiona ni kejeli kwa wapinzani wao. Hii ni Gift Online TV, usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.